Wanahabari, ni washukuruni sana kwa uwepo wenu siku ya leo. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya Pugu Marathon, mwenyekiti wa Kajimbo, ni washukuruni na viongozi wote ambao tumejumuika kwa pamoja siku ya leo. Siku hii ya leo ni muhimu sana kwa maandalizi ya Pugu Marathon ya awamu ya 3. Tukikumbuka kuwa tarehe 21 mwezi wa kwanza 2025 katika ukumbi wa Kardinali Pengo St. Joseph, naamini wanahabari wengi mliopo hapa tulikuwa pamoja. Askofu msaidizi Masham Msomba pamoja na maaskofu, baba askofu mkuu na askofu msaidizi Mchamungu pamoja na madekano wote 15 walishiriki katika uzinduzi wa Pugu Marathon awamu ya 3. Sasa kuendeleza uzinduzi ule wa Pugu Marathon awamu ya 3, leo tumekutana tena hapa kwa jambo moja kubwa. Kwanza la kukumbushana, sasa usajili wa Pugu Marathon awamu ya 3 ni rasmi umefunguliwa. Tukijaribu kurudi nyuma katika maandalizi yetu ya Pugu Marathon awamu ya 2 ambayo yalifanyika tarehe 18 mwezi wa 5 2024 katika viwanja vya Pugu, kulikuwa kuna baadhi ya changamoto ambazo zilijitokeza. Basi kupitia hadhara hii nijaribu kuwatoa wasiwasi katika yale mapungufu yaliyojitokeza katika awamu ya 2. Awamu hii ya 3 tumejitahidi kwa kadri iwezekanavyo kuyaondoa. Makubwa mawili ambayo tumejaribu kuyafanyia marekebisho makubwa ni mfumo wa usajili, ambao siku ya leo tutaambizana kwa kina ni mifumo gani basi iliyokuja ili kuhakikisha hatakuwa na changamoto ya usajili. Changamoto ya pili iliyojitokeza katika awamu ya 2 ilikuwa ni zile running kits. Unajua, katika jambo lolote ambalo linahitaji maboresho lazima tukiri madhaifu yaliyopita ili tuweze kufanya maboresho mazuri zaidi. Sasa kabla sijazungumzia usajili na mifumo yake 4 ambayo tutakuja nayo, naomba basi nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi washiriki wote wa Pugu Marathon awamu ya 3 ambayo itafanyika tarehe 31 mwezi wa 5 2025 katika viwanja vya Hija Pugu kuanzia saa 12 asubuhi. Lakini watakaofika kabla, kama mnavyojua, kuna ile amsha kabla ya marathon. Kwa hiyo kama marathon zinaanza saa 12, basi si tufike kabla. Kwa hiyo nawasihi washiriki wote, 1, wasijaribu kabisa kukosa, na 2, japo mbio zinaanza saa 12 asubuhi, lakini washiriki tujitahidi kufika mapema zaidi ili ile shamra ile, au wale vijana wanasema amsha tuweze kwenda nayo sambamba kwa ajili ya kuanza mbio zetu za saa 12. Sasa nilikuwa nazungumza running kits kwa maana kwamba zile t-shirt. Mwaka jana ilikuwa ni changamoto kidogo. Mwaka huu tuwaondoe wasiwasi washiriki wote kwamba tunazo sasa t-shirt za kutosha zenye ubora wa kutosha na size zitatosheleza. Na nitawaomba ile timu ya usajili ijaribu kutuonyesha baadhi ya t-shirt hizo na muonekano wake. Wajaribu kuishika ili tuone ule ubora wake. Ni t-shirt nzuri ambazo tunaamini zitakidhi viwango vya washiriki wa mbio, labda kwa kuongezea kwa ubora bila kuwa na usumbufu wowote. Awamu ya 3 kama mnavyomuona mwenyekiti wangu hapa kaivaa na hakika imempendeza. Sasa namna ambayo nilikuwa naelezea kwamba ufanya katika awamu hii. Kwa hiyo washiriki msiogope, njooni kwa wiki. Jana tulikuwa tuna washiriki zaidi ya 7500. Mwaka huu tumejaribu kupunguza ili tuweze kuweka mbio ambazo ni bora zaidi. Mbio ambazo ni bora zaidi. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba ubora wa mbio unafanikiwa, kiti zile tumeleta chache. Kwa hiyo ndugu washiriki, tunawaomba muwai.
Tunapozindua leo usajili na kuwapa taarifa sasa ya ile mifumo ya usajili, tukimbize kwa sababu muda sio rafiki. Pamoja na ugawaji wa t-shirt, lakini pia tutawapa running numbers ili mshiriki aweze kutambulika kirahisi. Vile vile tutawapa medali bora kabisa zenye muonekano wa Mwalimu Nyerere, na pia upande wa pili kwa sisi wa Katoliki kutakuwa kuna picha nzuri kabisa ya Mtakatifu Yosefu na mtoto Yesu. Kwa hiyo ni nafasi ya kipekee, tusijaribu kabisa kukosa. Sasa mwaka jana tulipata maombi mbalimbali kutoka kwa washiriki, hasa wale wa hadhi mbalimbali. Kama tunavyojua kuna mtu ana hadhi kubwa, sasa akivaa t-shirt na zile nini bukta, anakuwa na mashaka. Kwa Kiingereza anasema anakuwa uncomfortable. Sasa mwaka huu tumeona tulete tracksuit. Tracksuit zitakuwa katika muonekano wa aina mbili. Tukijaribu kuangalia ni tracksuit bora kabisa, na kama hii niliyovaa mnaziona tracksuit, kwa sababu yalikuwa ni maombi, na watu wa maombi tulijaribu kuwaeleza changamoto ya maandalizi ya Pugu Marathon kwamba t-shirt na vingine tutaweza kuvitoa kwa gharama nafuu kabisa. Tumewaonyesha hata leo ukienda dukani, kwa wale mashabiki wa mpira Yanga na Simba na timu nyingine, jezi ile ya Simba tunanunua 500 na tracksuit 500 katika mikutano mitatu mfululizo. Halmashauri uwaka jimbo ambayo ilifanyika Changanyikeni, alafu halmashauri wa Lei jimbo ambayo ilifanyika Gaspari, na juzi halmashauri wa Wata jimbo ambayo ilifanyika Mtakatifu Peter Clever Mbezi Luis. Kwa kuwapa tu taarifa, wameshabuku zaidi ya tracksuit 300. Kwa hiyo tumebakiwa na tracksuit 200. Lakini tumewapa na bei. Bei ni kubwa kidogo, lakini si mnaona ni nzuri. Ndugu washiriki, nadhani mnaona ni nzuri. Kwa hiyo bei yake itauzwa kwa shilingi 250,000. Kwa bei hiyo tayari tracksuit 300 zimeshaondoka. Tumebakia na tracksuit 200. Tunaamini nazo zitaondoka. Kwa anayehitaji basi naomba aweze kuwahi. Bila kupoteza muda, naomba basi niwaelezee ile changamoto ya pili ambayo tuliipata mwaka jana. Mifumo ya usajili. Tulivyofika wiki 2 kabla ya mbio zetu, tulipata changamoto kubwa ya usajili. Kwa namna nyingine tulipewa taarifa na wataalamu kuwa kulikuwa kuna mkongo wa mawasiliano ambao ulikuwa chini ya bahari ulipata hitilafu. Lakini haikupashwa kumsumbua mshiriki. Kwa sababu mshiriki anatakiwa yeye awe comfortable, sisi ndo tuhangaike. Sasa mwaka huu tumejaribu kuwaletea mifumo 4 ya usajili. Naomba tusikilizane kwa makini hapa. Tutakuwa na mfumo wa kwanza ambao utakuwa ni lipa namba ya kampuni ya Yas. Kwa sasa hivi tu inatambulika kama Mixx by Yas. Ni kwa nini tumeingiza hiyo? Baada ya hitilafu ya ule mkongo mwaka jana, namba hili tusaidia sana. Tukaona mwaka huu si vyema kwa sababu hatuwezi kujua litakalotokea. Sisi waandaaji wa marathon, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba changamoto ambazo zilitokea mwaka jana, mwaka huu haziwezi kutokea tena. Kwa hiyo tunaileta kwenu lipa namba ya Yas au Mixx by Yas. Naomba tuingize akilini mwetu na ikiwezekana tuandike kwa kumbukumbu za siku zijazo. Namba hii ni 1778316 Naamini sisi sio wageni katika kulipa kwa lipa namba. Sehemu nyingi tunalipa kwa lipa namba. Sasa ukishamaliza kulipa utapata ujumbe kwamba tayari umeshalipa. Tunaomba usichoke. Ujumbe huo utume kwa namba ifuatayo
0762 211 839 yenye jina la usajili Richard. Wakati unatuma ujumbe huo, hakikisha unatuma na taarifa zifuatazo: jina lako kamili, namba ya simu, umbali utakaokimbia na eneo ulipo. Naamini tumesikilizana. Njia ya na size ya jezi. Njia ya pili ni kutumia fomu. Awamu ya kwanza tulitumia fomu na awamu ya pili tulitumia fomu. Katika maparokia, katika vikundi, unasajili au unachukua fedha za washiriki mbalimbali kwa uaminifu. Baada ya kuchukua fedha, na tunashauri na kusisitiza, endapo vikundi hivi vitakuwa ndani ya maparokia yetu, basi wahazini wa UWAKA, WAWATA pamoja na wahazini wa maparokia wasimamie zoezi hili, kwa sababu ni fedha za watu. Fedha zile zikusanywe kwa majina na kumbukumbu ambazo zitaingizwa kwenye kadi hii, fomu hizi za usajili ambazo zinapokea taarifa zote. Fomu hizi utakuta zinakutaka uweke jina lako kamili, mahali unapoishi, umri wako, jinsia, namba yako ya simu, aina ya mbio, kama utakimbia kilomita 2.5, kilomita 5, kilomita 10 au kilomita 21, na uweke t-shirt size yako. Tumeweka t-shirt size aina mbalimbali. Chagua t-shirt size kuendana na wewe ulivyo. Sasa fomu hii pamoja na orodha ya waliolipa na stakabadhi ya malipo ambayo tayari yameshaingizwa kwenye akaunti za benki zifuatazo: Mkombozi Bank, akaunti yake itakuwa pale, na benki ya NBC. Baada ya kufanya vile, taarifa hizi zifike kwenye kituo cha usajili Mwenge au kupitia maparokia. Kutakuwa kuna timu za usajili, itoke kwenye parokia kwenda kwenye dekania, then zitafika kwetu. Basi zoezi hili lifanyike mapema ili liweze kuwaruhusu timu ya usajili kuweza kuchakata taarifa zenu na kuhakikisha mnapata vifaa vya kukimbia mapema. Aina ya tatu, nitamuita Anthony kutoka Mkombozi Bank aweze kutuelezea aina ya tatu, na baada ya hapo tutazungumza aina ya 4. Basi tutakuwa tumemaliza swala la usajili, na baada ya hapo tutaongea yale yanayotuhusu. Wanasema kama alivyosema hapa, naitwa Anthony kutoka Mkombozi Bank, na sisi kwa kushirikiana na Pugu Marathon pamoja na njia zote ambazo ameelezea za kujisajili, tumeandaa mfumo maalum wa kujisajili kidigitali. Kwa wale ambao sasa wanaweza kutumia mfumo wa kidigitali, tumeandalia mfumo wa kujisajili kidigitali, ambapo utaingia kwenye mtandao kwa aidha kwa kutumia simu yako au kifaa chochote cha kompyuta. Basi unaenda kwenye mtandao, unaandika jimbo.dsm.co.tz. Ukiandika jimbo.dsm.co.tz, kwenye hiyo link itafunguka. Basi utakuwa na uwezo wa kujisajili kwa kuingiza taarifa zako, majina yako, namba yako ya simu na hizo taarifa nyingine, pamoja na umri na kilomita unazotaka kukimbia, size ya t-shirt na kadhalika. Ukishamaliza utasubmit, utajisajili. Ukisha submit utapokea namba ya kumbukumbu au control number kwenye message yako. Ukishapokea hiyo namba ya kumbukumbu au control number kwenye message yako, basi utakuwa tayari umeshajisajili na umepata namba ambayo unaweza ukalipia pia kidigitali. Kupitia hiyo namba unayopata, unaweza ukalipa kwa njia mbalimbali, ambapo mojawapo ni mitandao ya simu mitatu: Tigo, Airtel, Yas, inaitwa sasa hivi Yas, Airtel na Vodacom. Lakini pia kupitia channel zote za benki ya Mkombozi unaweza ukalipa kupitia hiyo control number na malipo yako yakawa yamepokelewa
na taarifa zako zikawa zimekaa sawa kwa ajili ya wewe kuja kushiriki mbio. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote kuja kujisajili, na tutawatumia kuona ni njia gani kwa kila mtandao wa simu unavyoweza kulipia kupitia hizo control number tutakazopata. Lakini tuna watu wengine ambao walishashiriki hizi mbio kwa awamu ya kwanza na ya pili. Nao watu walishajisajili kwa namna moja ama nyingine, wakaingia kwenye database yetu. Kwa hiyo wale wote ambao walishashiriki zile mbio na walishajisajili kwenye hii mfumo yetu, wale hawana haja ya kujisajili tena. Badala yake tutawatumia namba zao. Wiki hii tutawatumia namba zao kila mtu ambaye alijisajili. Tutamtumia ile control namba yake au namba ya kumbukumbu, ili waweze sasa kuendelea na malipo wao moja kwa moja. Watakuwa hawana haja ya kujisajili kwa wakati huu. Lakini pia inawezekana labda taarifa zako zikawa zimebadilika. Ulizotumia awamu ya kwanza na awamu ya pili inawezekana zikawa sasa hivi ziko tofauti. Kwa hiyo una uwezo pia kubadilisha taarifa. Kwa mfano sasa hivi labda ulikuwa na size kubwa, umefanya mazoezi imepungua, sasa hivi unataka, ulikuwa umevaa large, unataka uvae medium. Ukiingia kwenye hiyo link ambayo nimesema ya jimbo.dsm.co.tz, pia unaweza kubadilisha taarifa zako. Pale ikifunguka kuna sehemu ya kwenda kubadilisha, utaenda kwenye badilisha taarifa zako, itakwambia uingize namba yako, utaingiza namba yako ya kumbukumbu au control number ambazo nimesema tutawatumia kwa wale ambao tayari ni wenyeji katika huu mfumo. Kwa hiyo ukishaingiza hiyo namba yako, itafunguka na taarifa zako, na utaangalia katika zile taarifa unayotaka kubadilisha, utabadilisha na utasubmit. Kwa hiyo mfumo wa kidigitali utatuwezesha kuweza kujiunga mahali popote. Lakini ukishajiunga, kama nilivyosema, unapata hiyo control number yako ambayo utaweza kufanya malipo pia kidigitali kwa njia za simu, lakini kupitia channel za Mkombozi. Ukishakuwa na hiyo control number yako, unalipia na moja kwa moja malipo yako yanapokelewa, na utapokea ujumbe wa uthibitisho kwamba malipo yako yamepokelewa tayari kwa ajili ya kushiriki mbio za Pugu Marathon. Na pindi unapokuwa umelipia, basi wewe unakuwa unasubiri kits zako ziweze kuwasilishwa kwako na uwe tayari kwa ajili ya hizi mbio. Kwa hiyo pamoja na Pugu Marathon ambao tunashirikiana nao sasa mwaka wa 3, tunawakaribisha sana tuanze kujisajili kupitia hiyo link ambayo nimesema ya jimbo.dsm.co.tz. kuanzia sasa tunapoongea, wale ambao hawajajiandikisha kabisa katika mbio zilizopita, naweza mkaanza kujiandikisha. Lakini wale kama nilivyosema ambao walishiriki hizi awamu zilizopita na wote tulikuwa tumeshawaandikisha, tutawatumia zile control number zao kuwakumbusha. Inawezekana wameshazisahau, kwa hiyo tutawatumia tena. Zitakuwa ni zile zile, hazibadiliki. Ukishajisajili, control number yako unayopata utakuwa unaweza kuitumia katika kila mbio zinazofuata. Basi baada ya kusema hayo, niwashukuru na niwakaribishe kuendelea kuanza kujisajili na kuanza kufanya malipo baada ya usajili. Asanteni sana. 4, tumeanza sasa kutengeneza domain yetu ambayo ni www.pugumarathon.co.tz. Ukiingia kwenye ile utakuta kuna sehemu 3, utaingia, utasajili, utaweka kumbukumbu zako, itakuletea ujumbe. Baada ya hapo utaendelea. Kwa hiyo tumejaribu kuweka njia zote 4 ili kuhakikisha kwamba ukikwama hapa kuna mbadala. Na zile akaunti namba naomba nizitaje. Tuna akaunti namba ya benki ya Mkombozi kwa jina la akaunti Pugu Marathon yenye akaunti namba 00121318437101. Kwa wale ambao watatumia fomu hizi, basi mkishakusanya, mna watu 20, basi fedha zile zinatumwa kwanza kwenye akaunti ya benki. Alafu ile slipu unaambatanisha na fomu hizi na kuziwakilisha kwenye kamati ya usajili kwa ajili ya kupata taarifa zenu. Lakini pia tutakuwa na akaunti kutoka benki ya NBC yenye
jina la akaunti Pugu Marathon, akaunti namba ni 033172000236. Kwa hiyo kama wakala wako NBC yuko karibu, basi unaweza kuweka fedha zile pale na kutuletea taarifa kama nilivyoeleza awali. Ndugu wanahabari,